kila mmoja alikuwa haamini kwamba kuna siku tunachukua ubingwa, lakini tukafanikiwa tukachukua ubingwa wetu wa kwanza. Na wakati tunachukua ile ubingwa ilionekana kama ni jambo ambalo halitajirudia. Tukachukua ubingwa kwa mara ya pili, ikaonekana kwamba hapana, bado sidhani kama timu ina deserve. Msimu wa tatu tulipochukua, wapinzani wakaona haiwezekani, tukiwaacha hawa watachukua mara nyingi zaidi. Kwa msimu wa 4 ulikuwa mgumu sana, ambao ulikuwa msimu wa mwaka jana. Natukumbuke mwaka jana kulikuwa kuna lot of factors, ikiwemo uchaguzi, lakini pia kuna tukio la hatuchezi lilitokea, tukio ambalo liko very critical. Na hakukuwa tu kuna incidents ndani ya uwanja, kulikuwa kuna incidents nyingi nje ya uwanja, ikiwemo pressure ya mashabiki ya kutokucheza na kucheza. Na wana ulikuwa msimu mgumu sana, lakini ulikuwa mgumu kwa challenge zake ambazo ziko nje ya pitch. Msimu wa 5 tulipochukua msimu wa 4, wapinzani wakaona sasa tuna kila sababu ya kujidhatiti, kwa hiyo wakaongeza jitihada zaidi. Na msimu wa 5 tukapata challenge nyingine kama Yanga, na this time around challenge ilikuwa kwenye pitch. Hakukuwa kuna vitu vingi nje ya uwanja, kwa kuna vitu vingi ndani ya uwanja. Na moja katika vitu vilivyotuathiri ni kupata majeraha kwa wachezaji wetu. Tumepoteza almost wachezaji 3 kwa majeraha, ambao wao ni jeraha linalowapoteza kwenye msimu mzima, na wachezaji ambao wana contribution kubwa. Lakini pia tumekuwa na incidents za majeraha madogo ambayo yametuathiri, lakini kukawa kuna continuation ya fatigue. Kumbuka baada ya msimu ulioisha mwaka jana, mechi yetu ya mwisho tulicheza tarehe 29 mwezi wa 6. Wiki ya kwanza mwezi wa 7 wachezaji wetu wakachaguliwa kwenda kwenye CHAN. Tukachaguliwa wachezaji wetu kwenda kwenye CHAN. Walipata almost 1 week ya mapumziko, na baada ya hapo wakaenda kwenye maandalizi ya CHAN ambayo ilikuwa mwezi wa 7. Mwezi wa 8 wakacheza CHAN. Mwezi wa 9 ligi ikaanza. Disemba, Januari wakaenda AFCON. Na hivi tunavyozungumza mechi ya mwisho imechezwa tarehe 30 mwezi wa 6. 2 years bila ya kupumzika. Fatigue ni kubwa sana. Na hiyo fatigue imeweza kuathiri timu. Ukitazama challenge nyingine, ukiachilia mbali majeraha na uchovu, ni some of the signings hazikuwa zimepick kwenye kiwango kubwa. Ziko signings zilizofanya vizuri sana, na ziko signings ambazo hazijafanya vizuri. Kwa hiyo zikatupunguzia wigo wa selection ya wachezaji. Na kila baada ya siku 3 mchezo. Kwa hiyo fatigue, selection kwa kwenye pitch. Lakini sisi viongozi, jukumu letu ni kutafuta solution. Leo tuko hapa tunasherehekea ubingwa kwa challenges. Miongoni mwa wachezaji waandamizi ambao unao pembeni yako ni pamoja na Shuaboy. Alitumia miaka mingi bila kubeba ubingwa. Uliona nini? Uliona kwamba Shuaboy asiondoke kwenye football bila kitu? Watu wengi hawajui, kila season Januari mimi nasajili mchezaji wa kunipa ubingwa. Kila Januari. Rudi nyuma, Shuaboy mwaka wake wa kwanza. Kuna mtu anaitwa Mudathir Yahya mwaka wake wa kwanza anaingia Januari anatupa ubingwa. Mwaka huu Alan Okello. Tazama, kila mwaka mimi Januari nasajili material ya ubingwa. Fuatilia, nitakupa hiyo homework. Shua wakati tunamleta Aucho alipata majeraha Januari, na Shua ka step up tukachukua ubingwa. Sema players kwa muda, Okello, all these players Januari. Kama kuna miaka miwili mimi tulimleta Kennedy Musonda. Hawa wachezaji wa Januari ndio siri ya ubingwa. Nenda kaifanyia kazi. Bwana, huyo ni rais wa Yanga akielezea. Bwana President Afani,
Unataka kusema